Kuna wakati katika maisha unajikuta umeomba kitu kwa moyo wako wote. Umeamini, umefunga na umejitahidi kwa namna yoyote. Lakini mwisho wa siku hupati kile unachotaka. Na hapo ndipo maswali huanza kuingia. Kwa nini Mungu ameninyima? Kwa nini mimi? Lakini ukweli ambao wengi wetu tunachelewa kuuelewa ni kwamba Mungu hakunyimi kwa sababu anakuchukia. Anakunyima kwa sababu ana kitu bora zaidi kwa ajili yako. Hebu fikiria hili. Mtoto mdogo anapolia akitaka kushika moto. Mzazi mwenye akili timamu hawezi kumruhusu. Mtoto ataona kama amenyimwa kitu kizuri sana. Lakini mzazi anaona hatari ambayo mtoto hataiona. Vivyo hivyo, sisi mara nyingi tunaomba vitu ambavyo kwa macho ya Mungu vinaweza kutuumiza, kutuchelewesha na hata kutuondoa kwenye kusudi letu. Mara nyingi tunachotaka sio kibaya, lakini sio sahihi kwa wakati huo. Na Mungu kwa hekima yake anaona mbele zaidi kuliko sisi. Anaona mwisho kabla hata hatujaanza safari. Kuna watu wengi leo wanalia kwa sababu walinyimwa kazi fulani. Lakini hawajui ile kazi ingewafanya wakose muda wa familia yao, ingewachosha kiroho au ingewapeleka mahali pasipo salama. Kuna wengine walioumizwa kwa sababu mahusiano yao hayakufanikiwa. Lakini hawajui Mungu aliwaokoa dhidi ya maumivu makubwa zaidi yaliyokuwa yanakuja mbele yake. Unapoangalia nyuma ya maisha yako, utagundua kuna mambo uliyoyataka sana lakini hayakutokea. Na leo unashukuru hayakutokea. Hapo ndipo unapopata picha ndogo ya jinsi Mungu anavyofanya kazi. Kunyimwa si mwisho wa baraka zako. Ni sehemu ya mchakato wa kuelekezwa kwenye kilicho bora zaidi. Watu wengi wanakata tamaa haraka sana. Wanapokosa kile walichotarajia wanahisi kama Mungu amewaacha. Lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine kile unachokiona kama kuchelewa kwa Mungu ni maandalizi. Anakuandaa, anakujenga, anakufundisha uvumilivu, na zaidi ya yote anakufanya uwe tayari kupokea kile kikubwa anachokuandalia. Fikiria kama ungepata kila kitu unachotaka mara moja. Ungekuwa na hekima ya kukitunza? Ungekuwa na nguvu ya kukibeba? Mara nyingi jibu ni hapana. Ndio maana Mungu wakati mwingine anakunyima ili akujenge kwanza. Anakunyima ili akuimarishe. Anakunyima ili akufundishe kumtegemea yeye zaidi kuliko vitu unavyovitaka. Na hapa ndipo siri kubwa ilipo. Mungu hakuahidi kukupa kila unachotaka, lakini ameahidi kukupa kile kilicho bora kwako. Tatizo ni kwamba sisi tunapima bora kwa macho yetu, lakini Mungu anapima bora kwa kusudi lake juu ya maisha yako. Kuna wakati unaweza kuona kama umepoteza, lakini ukweli ni kwamba umeokolewa. Kuna wakati unaweza kuhisi umechelewa, lakini ukweli ni kwamba umehifadhiwa kwa wakati sahihi. Maisha yapo kwenye kasi yako, yapo kwenye kasi ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Na mpango wa Mungu haujawahi kukosea. Kuna hadithi nyingi za watu waliokataliwa sehemu fulani, wakanyimwa nafasi fulani, wakapitia maumivu makubwa. Lakini baada ya muda wakaja kugundua kuwa kile walichonyimwa ndicho kilichowaokoa na kuwaweka kwenye njia ya mafanikio makubwa zaidi. Hivyo basi, unaponyimwa kitu, badala ya kulalamika, jaribu kubadilisha mtazamo wako kwa kujiuliza, ni nini Mungu ananiandalia ambacho ni kikubwa kuliko hiki? Maumivu ya kunyimwa yanaweza kuwa makali, lakini yana maana, hayaji bure. Kuna somo ndani yake, kuna ulinzi ndani yake, na kuna baraka iliyojificha ndani yake. Wakati mwingine Mungu anakufungia mlango mmoja ili kufungulia mwingine ambao usingeuona kama ule wa kwanza usingefunguka. Na mara nyingi mlango mpya huwa mkubwa zaidi, bora zaidi, na unaendana zaidi na kusudi lako. Usilazimishe milango ambayo Mungu ameifunga. Ukifanya hivyo, unaweza kuingia mahali ambapo haikuwa mpango wako kuwepo. Amini mchakato, amini muda wa Mwenyezi Mungu, na zaidi ya yote amini kwamba Mungu anakujali kuliko unavyojijali wewe mwenyewe. Kama umeomba na hujapata jibu bado, haimaanishi umeachwa. Ina maana Mungu bado anafanya kazi nyuma ya pazia. Anaunganisha vitu, anaandaa mazingira, anaweka watu sahihi katika njia yako. Na siku itakapofika utaelewa kwa nini ilibidi usubiri. Utaelewa kwa nini ilibidi unyimwe. Na zaidi ya yote utaona wazi kuwa kile ulichopata ni kikubwa sana kuliko kile ulichokuwa unakiomba mwanzo. Hivyo usikate tamaa.
Usipoteze imani na usifikirie kuwa Mungu amekusahau. Kila hapana ya Mungu ina maana, na ndani yake kuna ndio kubwa zaidi inayokuja. Endelea kuamini, endelea kusonga mbele, kwa sababu ukweli ni kwamba Mungu anapokunyima kitu si kwamba anakupunguzia, anakutayarishia kupokea kilicho bora zaidi.